na kuondolea magonjwa hayo yote. Zaburi 103 mstari ule wa 7. Leo tunaenda kuangalia kitu cha tofauti kidogo, na tuko bado katika somo la Roho Mtakatifu, na tutaangalia juu ya Roho Mtakatifu, msaidizi wangu wa uponyaji. Roho Mtakatifu, msaidizi wangu wa uponyaji. Na ninaomba tuweze kuketi ili tuweze kusikia ujumbe wa neno la Mungu. Roho Mtakatifu, msaidizi wangu kwa ajili ya uponyaji. Roho Mtakatifu, msaidizi wangu kwa ajili ya uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Kama mtakumbuka, tuko katika mwezi wa somo la Roho Mtakatifu, nguvu ya Roho Mtakatifu. Lakini ni muhimu sana kuelewa juu ya nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa sababu linatamkwa sana hilo neno, lakini maana zake ziko nyingi sana, na watu wengi wameshindwa kuelewa ni nini. Wengine wanadhani ni upepo, wengine wanadhani ni ubaridi, wengine wanadhani ni kupigwa mwala katika ulimwengu wa roho na anguka. Kwa usipoona watu wameanguka, sio Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini napenda kuangalia kwa namna tofauti kwamba Roho Mtakatifu haji kwa kufikiri au kuwaza. Anakuja kama yeye, kama Mungu Baba, katika jina la Yesu. Unapomchukua mtu ukamwambia, leo naomba umkiri Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, huwa hakuna drama. Nguvu ya Mungu inaingia ndani mwake, na anapokea nguvu ya Roho Mtakatifu, anapokea wokovu. Na ndivyo ilivyo katika nguvu ya Roho Mtakatifu. Yoyote ambaye amemwamini Kristo ni lazima apokee nguvu ya Roho Mtakatifu, vinginevyo hakuna maana. Mstari ambao utatusaidia leo kwa ajili ya tafakari ya jioni katika somo la Roho Mtakatifu, mponyaji wangu, tutapitia baadhi ya mistari mingi, lakini mstari ambao utakuwa ni nanga sana katika jioni na leo utakuwa kitabu cha Yohana Mtakatifu, ile sura ya 15 mstari wa 26. Yohana Mtakatifu sura ya 15 mstari ule wa 26. Tunakwenda kutafakari juu ya Roho Mtakatifu, mwalimu na mponyaji wangu. Roho Mtakatifu, msaidizi wangu wa uponyaji. Nitasoma katika jina la Yesu. Yohana Mtakatifu sura ya 15 mstari wa 26. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, lakini ajapo huyo msaidizi. Ajapo nani? Msaidizi nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia, nanyi pia mnanishuhudia, kuwa tangu mwanzo mmekuwapo pamoja nami. Kwa Bwana Yesu anawaambia wanafunzi kwamba kuna msaidizi ambaye anatoka kwa Baba. Lakini anasema cha ajabu kule mwisho anakomalizia, anasema nanyi pia mnashuhudia kuwa tangu mwanzo mmekuwapo pamoja nami. Kwa Roho Mtakatifu amekuja kumshuhudia Yesu na kumdhibitisha kazi zake. Kwa anapoingia ndani ya mwamini, kazi kubwa ni kumshuhudia na kumdhibitisha Yesu Kristo katika maisha ya mwamini. Lakini hilo pia linaenda pamoja sambamba na kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 26. Nitasoma pia katika jina la Yesu. Yohana 16 mstari wa 7. Anasema, lakini mimi nawaambia kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu. Maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Unajua, ukiangalia kwa umakini,
na kwa kutaka kuelewa vizuri, ina maana Yesu anasema hivi, hiki kitabu unakiona, hiki hapa nikinaondoka, ninakuletea kitabu ambacho kama mimi, kinafanana na mimi, na kitafanya yote niliyofanya mimi, na kitakuwa pamoja na ninyi daima. Kwa Bwana Yesu anatuambia kwamba sitawaacha yatima, sitawaacha wakiwa, bali yote ambayo mmeona mimi nikiyafanya, na mimi huyo nayemleta kwenu atafanya. Kama mliona miujiza kwangu, huyo Roho Mtakatifu atafanya miujiza mingi zaidi. Kama mliona maajabu kwangu, huyo Roho Mtakatifu atafanya maajabu kwangu. Kama mliona uponyaji katika huduma ya Yesu, Roho Mtakatifu atafanya uponyaji mkubwa zaidi ya ule unaoona. Kwa maana yake anamleta mtu ambaye anakuwa ni msaidizi, kwa maana ya kwamba anakuwa ni mtu ambaye anamwakilisha Kristo katika maisha yako. Sasa ukisoma mistari hiyo miwili pamoja, unapata tafsiri kwamba Roho Mtakatifu katika maisha ya Mkristo, mimi na wewe, ana maeneo makubwa 7 ambayo natamani ujue, na sio kuyajua tu, bali ya kusaidie kwa ajili ya kuweza kukomaa na kujua kwamba kumbe una thamani kubwa na amana kubwa kwa ajili ya maisha yako. La kwanza, Bwana Yesu anatuambia kwamba huyo Roho Mtakatifu ni nini? Ni msaidizi. Msaidizi maana yake nini? Maana yake ni mtu ambaye unapokuwa na shida, unapokuwa na magonjwa, unapokuwa na tatizo, anakusaidia. Lakini kumbuka, mtu anaitwa msaidizi, maana yake na wewe una sehemu ya kufanya. Roho Mtakatifu hana mikono, Roho Mtakatifu hana miguu, Roho Mtakatifu hana macho, hana masikio. Ni roho, kwa haionekani katika namna ya kimwili. Anategemea kutumia viungo vyako wewe kwa ajili ya kutimiliza kusudi la Mungu. Anategemea kutumia mdomo wangu mimi leo, naongea kwa nguvu yake kwa ajili ya kuwakilisha meseji ya Kristo au ujumbe wa Kristo. Kwa Roho Mtakatifu anatumia au anamtumikia au anamfanya mtu aweze kutumia kile ambacho Mungu amemjalia kama msaidizi kutimiliza lile lengo. Bwana Yesu katika kitabu cha Yohana 15:26 anatujulisha wazi kwamba jamani, ninaondoka, lakini nitawaachia mtu anaitwa msaidizi. Huyo ndio Roho wa kweli, atawafundisha yote, atawafunulia yote, na atawakumbusha yote. Mungu Roho Mtakatifu anaingia ndani ya maisha yako kwa ajili ya kuongoza. Kwa cha kwanza, Roho Mtakatifu ni msaidizi. Msaidizi maana yake nini? Umekwama katika maisha, Roho Mtakatifu naye amekwama. Msaidizi maana yake nini? Unaona jambo ni ngumu kulibeba peke yako, Roho Mtakatifu yuko pale kusaidia kulibeba. Unaona kuna changamoto nzito katika maisha, Roho Mtakatifu yuko pamoja nao. Ndio maana Bwana Yesu katika kitabu cha Mathayo sura ya 28 mstari wa 18 na 19. 18 anasema mamlaka yote nimepewa mbinguni na duniani. Lakini 19 anasema enendeni mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Atakayeamini na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Lakini mstari wa 20 anasema kwamba mimi nitakuwa pamoja nanyi hata utimilifu wa dahari. Yesu yuko wapi leo? Yesu yuko wapi leo? Yuko mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Roho Mtakatifu ni mwakilishi wa Yesu, kama ndio Yesu mwenyewe. Yesu alipokuwa katika mwili alikuwa hawezi kuwa mahali pote wakati mmoja. Kwa hiyo ilibidi awe anatembea katika Yerusalemu tu, lakini kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho yupo mahali pote, Yesu Kristo yupo katika dunia nzima, na yoyote anayemwita yuko tayari kumsaidia. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa jambo la kwanza ni msaidizi, na ukijua hiyo itakusaidia. Niliwaambia wiki iliyopita nikisoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 20, Daudi anafika hatua kutaka kufanya mashambulizi katika vita. Biblia inasema akamuuliza nabii wa Bwana, niende kwenye vita hii au nisiende? Nabii akamwambia nenda. Vita ya pili, niende au nisiende? Nabii akamwambia nenda. Vita ya tatu, nabii akamwambia usiende. Leo uhitaji kuwa na nabii akwambia ufanye jambo usifanye. Ndani yako wewe kuna nguvu ya Mungu ambaye ni Mungu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni roho ya Yesu Kristo. Ukimwamini Yesu Kristo na kumuomba, anakuachilia nguvu inaitwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ngoja nikwambie, mtu asikudanganye, Mungu anakupenda kupita kiasi. Mungu anakuthamini kuliko kitu chochote. Waweza kuwa unajisikia kama hujathaminiwa, hiyo ni hisia zako tu, lakini mpango wa Mungu juu ya mwanadamu umekamilika. Maana yake nini? Ndani yako wewe anakaa Mungu Roho Mtakatifu. Ndani yako wewe una msaidizi wa hatima. Ngoja nikwambie kitu. Kama kuna kitu kilitakiwa king'ae katika siku za mwisho ni kanisa. Kama kuna watu walitakiwa kuwa ni watu wamefanikiwa sana katika siku za mwisho ni kanisa. Kwa sababu neema tuliyopokea ya Roho Mtakatifu ni kubwa sana kuweza hata kuibeba na kuielezea. Jambo la pili, Roho Mtakatifu ni mfariji. Anasema nitawaachia mfariji. Kitabu cha Yohana sura ya 16 mstari ule wa 7. Hapa tusome tena pamoja. Yohana 16 mstari ule wa 7. Anasema maandiko katika jina la Yesu nasoma. Anasema Yohana 16 mstari wa 7. Anasema lakini mimi nawaambia kweli, yawafaa mimi niondoke, kwa maana nisipondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, nami nikienda nitampeleka kwenu. Naye akisha kuja, huyo atawahakikishia ulimwengu habari ya dhambi na haki na hukumu. Sasa tafsiri ya Biblia ziko mbili tofauti. Biblia ya Kiingereza inasema wazi kwamba ni comforter, lakini maana yake zote zinakwenda katika kitu kimoja. Maana nyingine maana yake ni wakili. Wakili ni nini? Wakati tunamjua wakili, wakili ni mtu anayekutetea mbele ya jaji. Wakili ni mtu ambaye anachukua kesi yako, anaifanya ya kwake, alafu anakuelezea kisheria ili ushinde kesi. Ndio Roho Mtakatifu. Lakini Roho Mtakatifu pia ndio mshauri mkuu wa maisha ya Mkristo. Mkristo ambaye amtegemei Roho Mtakatifu atakwama. Kwa Roho Mtakatifu ndio mshauri pekee. Na leo naomba nikwambie, unaye kila siku. Anatamani ashirikiane na wewe, anatamani akusaidie, anatamani utoke pale ulipo, lakini unatakiwa upate maarifa na ufahamu ili uweze kwenda katika namna ambayo amekusudia. Kwa Roho Mtakatifu ni mshauri wa pekee katika mambo mengi. Kama utaamua kumshirikisha, ukajenga msuri wa kumtegemea Roho Mtakatifu, naomba nikwambie maisha yatakuwa ni mepesi. Roho Mtakatifu ni mtu anayekusaidia kuomba. Biblia inasema kwamba atujui atupasayo kuyaomba, lakini Roho naye huwa kusikoweza kuelezeka kwa ajili ya kutuombea. Roho Mtakatifu anatutia nguvu tunapokuwa tumechoka. Roho Mtakatifu anatupa msaada tunapokuwa tumekwama. Roho Mtakatifu anakaa mbele ya Baba kwa ajili ya kuelezea kile ambacho tunakihitaji. Natamani jiona leo uweze kujua kitu cha thamani ambacho umebeba kama Mkristo kinachoitwa Roho Mtakatifu. Ndio maana katika lugha ya Kigiriki, napenda kidogo tuiangalie, inaitwa Parakletos. 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 Parakletos maana yake ni msaidizi, maana yake ni wakili, maana yake ni mfariji, maana yake ni msaada wakati wa shida, maana yake ni mtia nguvu, maana yake ni mtu anaweza kuinua wakati unapokuwa na matatizo na changamoto zozote. Ndio maana siku moja nilikwambia, Ukristo bila Roho Mtakatifu ni dini ambayo ni ngumu sana, lakini kupitia Roho Mtakatifu imani yetu inakuwa nyepesi na tunambeba Mungu katika maisha yetu yote,
na hatua zetu zote za maisha yetu. Sasa naomba tuliangalie kwa undani hilo neno Parakletos. Parakletos. Kwa nini tumetumia neno hilo? Kwa sababu ndio limebeba maana nyingi. Yaani hiyo Parakletos ina maana zaidi ya 10. Ndio Roho Mtakatifu. Maana neno alisema kwamba mtamleta Parakletos. Yaani Yesu alipokuwa anaongea katika kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 26, alikuwa na maana niacheni niende kwa Baba, nami nikienda nitamleta Parakletos, msaidizi, mfariji, mshauri, mwalimu, kiongozi, msaada, atakayeomba na nyinyi. Ndio maana yake. Sasa kama nilivyosema, cha kwanza, Roho Mtakatifu ni msaidizi. Unapokuwa umekata tamaa, umechoka, kama utamshirikisha na utamhusisha, atakutia nguvu. Cha pili, Roho Mtakatifu nilikwambia ni mshauri. Kitabu cha Isaya sura ya 61 mstari wa kwanza anasema, sikiliza kwa makini. Isaya 61 mstari wa kwanza anasema, Roho ya Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Kwa Roho Mtakatifu anaposema kwamba yeye ni mshauri, Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema, amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Ndio maana anakuambia kuna nguvu ya Roho Mtakatifu hata kwa ajili ya kuvunjika moyo. Anasema kuwatangazia mateka uhuru wao, kwa utaenda kuombea watu watapona. Anasema na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Anasema kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kizazi cha Mungu wetu, na kuwafariji wote waliao. Ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Mpendo katika Bwana, tukianza kuangalia kwa upana utaogopa. Unajiuliza, mbona sioni hayo? Lakini natamani huyu Roho ambaye amenituma kuleta ujumbe huu kwako jiona leo akaongee na moyo wako, ili ukapate kuelewa tunu ya thamani ambayo unayo kwenye maisha yako au unatembea nayo. Jambo la pili, nimekwambia Roho Mtakatifu ni wakili. Kitabu cha Yohana 16 mstari wa 13. Yohana 16 mstari wa 13 anasema, na yote alionayo Baba ni yangu. Kama kwa hiyo nalisema kwamba atatoa katika aliyo yangu na kuwapasheni habari. Bado kitambo kidogo ninyi hamnioni, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona. Roho Mtakatifu ni wakili wa Yesu Kristo kuhusu mambo yote aliyofanya, kuyathibitisha. Ngoja nikwambie kitu. Mtu anapoamua kuokoka na kumpokea Yesu Kristo, anayemshawishi mpaka naokoka ni Roho Mtakatifu. Wewe ukiwa umekwama, umekata tamaa, kinachokutia nguvu ya kuweza kusimama tena ni Roho Mtakatifu. Kwa lazima utambue kwamba kinachokushawishi na kuongea na nafsi yako ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Jambo la tatu, Roho Mtakatifu ni mfariji. Mtu mmoja akasema, yuko mfariji, yuko mfariji, Roho Mtakatifu ndiye msaidizi. Maana yake katika maisha yako, kama una nguvu ya Roho Mtakatifu, unapata wapi faraja? Mfariji pekee anaweza kusaidia ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Warumi, kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 16 anasema, tasoma kwa jina la Yesu. Warumi sura ya 8 mstari wa 16, Roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu kuwa sisi ni watoto wa Mungu. Anasema kwa hiyo kama tu watoto, tu warithi wa Mungu, warithiwa pamoja na Kristo, tukiteswa pamoja naye tupate kutukuzwa pamoja naye. Roho Mtakatifu katika mateso ya imani yetu, yeye ndiye mfariji pekee katika maisha yetu. Jambo la tano, Roho Mtakatifu ametumwa kutusaidia. Ndio maana ya msaidizi. Roho Mtakatifu ametumwa anasema sitawaacha yatima. Unajua yatima?
Yatima ni watu ambao wana baba wala mama, wanakosa mwelekeo, wanakosa ujasiri. Lakini leo Yesu anatuambia, sitawaacha yatima, ninatuma mtu atakaye kuja kuwasaidia. Jambo la 5, la 6, Roho Mtakatifu ni kiongozi. Roho Mtakatifu ni kiongozi, na anatamani hata jioni leo aongoze maisha yako. Kama uko tayari katika moyo wako, ninatamani leo umwambie, Roho wa Mungu, nataka nikupokee. Nahitaji msaada. Yawezekana nimeishi maisha ambayo nimekuwa nikijiongoza mwenyewe, lakini leo ninatamani niondoke kule nilikuwa nikijiongoza, nianze kuongozwa na wewe. Jambo la 7, Roho Mtakatifu anaongea kwa ajili yetu. Bwana Yesu anasema, mtakapoitwa katika mabaraza, mtakapoitwa katika mitihani, mtakapoitwa katika kazi, msibabaike mtaongea nini. Kwa maana chochote ambacho mimi nakiongea ndicho nitawapa ulimi wa kuongea nini. Ninatamani leo Roho Mtakatifu anataka nini kwako? Anataka upokee. Imani uja kwa kusikia. Anasema kwa ulimi unakiri kwamba Yesu ni Bwana, na ndani ya moyo wako unapokea uzima wa milele. Unapoanza kumkiri Roho Mtakatifu katika maisha yako, punde ataonekana na kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 8, Roho Mtakatifu anaongea kwa niaba yako. Na jambo la 9, Roho Mtakatifu anatuombea. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 26. Warumi 8:26 anasema, kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu. Ufanya nini? Utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui jinsi ya kuomba itupasavyo, lakini Roho mwenyewe utuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Lakini Roho mwenyewe utuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Kwa Roho Mtakatifu anatuombea. Kumbe ukiwa na Roho Mtakatifu, wakati umelala usingizi usiku, Roho Mtakatifu anafanya kazi ya kuingia kwenye maombi kwa ajili yako. Lakini usimkwaze Roho Mtakatifu. Tatizo la watu wengi, wanamkwaza Roho Mtakatifu, na unapomkwaza Roho Mtakatifu anakaa pembeni, alafu anakuacha. Ngoja nikwambie, mapigo ya watu wengi, matatizo ya watu wengi ambao ni Wakristo, ni kwa sababu wamemsahau Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu anawaacha waangamie katika tamaa zao, kama ambavyo walikuwa na Israeli. Mchana uliongozwa na jua na moto, mchana uliongozwa na wingu, usiku akaongozwa na moto. Ndivyo ilivyo katika maisha yetu. Roho Mtakatifu anatamani achukue uongozi kamili wa maisha yako. Matatizo mengi ya Wakristo sio kwa sababu wanagombana na shetani, no, wameshindwa kumtii Roho Mtakatifu. Na kwa maana hiyo Roho Mtakatifu anawaacha, anakaa pembeni kwa sababu mshirikishi. Anasema msimuhuzunishe Roho Mtakatifu. Anasema msilewe kwa mvinyo, bali mkajazwe Roho Mtakatifu. Waefeso 5:18. Kwa jioni leo natamani tumalizie kwa tafakari ya mwisho ya kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 16 mpaka 18. Yohana 14 mstari wa 16 mpaka 18. Yohana 14 mstari wa 16 mpaka 18. Sikiza kwa makini. Anasema, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. Nami nitamwomba nani? Baba. Naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Sio na maana yake. Yesu anasema anamuomba Mungu. Yesu alipokuwa duniani alikuwa anawasaidia wanafunzi wake kimaisha, kiroho, na hata katika mahitaji yao mengine. Lakini leo Yesu anaondoka, ameshakufa msalabani na anaenda kupaa kwa Baba. Anasema ninamuomba Mungu, nimeshamuomba Mungu awape mtu mwingine ambaye ndio Yesu wenu. Huyo mtu mwingine ambaye yuko sawa na mimi, atakaa pamoja nanyi, atawaongoza, atawakumbusha, atawashauri, atawalinda. Mimi nikibaki, huyo msaidizi hawezi kuja. Mimi nikibaki, nyinyi hamwezi kunijua mimi.
kwa sababu nikibaki mimi itabidi mtafute. Hebu chukulia leo, Bwana Yesu asifiwe. Yesu angekuwepo Yerusalemu, wangapi wangepanda ndege kuja Yerusalemu? Bwana Yesu asifiwe. Tungekuwa tunasafiri, tunabishana, tunapiga vikumbo, tunamtafuta Yesu amejificha wapi. Ndio maana mtu mmoja akasema, Bwana Yesu uko wapi mpenzi wangu rafiki? Ni maneno kama hayo. Ameondoka, lakini leo nina habari njema kwako kwamba Yesu Kristo kupitia kwa Roho Mtakatifu bado yu hai na anaishi katika maisha yako. Yesu Kristo kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu bado anakutamani aweze kuendelea kuyaongoza maisha yako, sio maisha ya watu wote, maisha yako binafsi, ili uweze kushinda maisha haya na kupokea neema. Tafadhali naomba ujue, atupotezi kwa Yesu kuondoka, kwa sababu tunaye msaada mwingine ambaye ni Yesu, inaitwa Roho wa Kristo. Ukiwa na tatizo lote, ukiwa na shida yote, yupo msaidizi, yupo mfariji, yupo wakili wetu, anatuombea kwa Baba. Kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza anatuambia kwamba, naomba nisome Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza. Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza. Sikiliza, anasema, watoto wadogo na waandikieni haya ili kwamba msitende dhambi. Na waandikieni haya ili kwamba msitende dhambi. Kwa dhambi inamfukuza Roho Mtakatifu. Anasema, na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba. Mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki, naye ndiye kipatanisho cha dhambi zetu, wala si dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Sikiliza kwa makini. Hapa duniani tunaye msaidizi, anaitwa nani? Hapa duniani tunaye msaidizi, anaitwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Hapa duniani tunaye msaidizi, anaitwa nani? Roho Mtakatifu. Kule mbinguni tuna msaidizi mwingine, anaitwa nani? Yesu Kristo. Yeye kazi yake ni kutuombea kwa Baba. Kwa maana Kristo baada ya kuondoka hapa duniani, kulingana na kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 2, Waebrania 12 mstari wa 2, anasema Kristo alipaa mbinguni na ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba akituombea. Kumbe Yesu hayupo hapa, Yesu yuko mbinguni, lakini hapa tunaye Roho Mtakatifu ambaye ndio ahadi ambayo Baba alikuwa ametuachia. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 33 anajaribu kusisitiza juu ya kwamba Yesu Kristo yuko wapi tunapoongea sasa hivi. Anasema, bali yeye akiisha kupandishwa hata mkono wa kuume wa Mungu na kupokea kwa Baba ile ahadi ya Roho Mtakatifu. Ahadi ya Roho Mtakatifu imekuja kwetu baada ya Yesu kupandishwa mkono wa kuume wa Mungu Baba. Leo tu mashahidi wa Yesu. Natamani ndani yako hii sauti inaonena jioni leo ikukumbushe kwamba wewe una nguvu isiyokuwa ya kawaida. Kitabu cha Wakolosai anasema, na ashukuriwe yeye awezaye kufanya mambo makubwa mno kuliko tuwazavyo na tufikirivyo, katika nguvu inaotenda kazi ndani yetu. Ndani yako wewe kuna nguvu ambayo ikiwashwa kiberiti moto wake hakuna anaweza kuzima. Ndani yako wewe kuna mamlaka ambayo yakiwasha moto hakuna anaweza kuzima. Natamani jiona leo kupitia ibada hii Roho Mtakatifu ambaye anamhubiri akapate kunena na moyo wako na akaingia ndani yako na kukupa neema kwa ajili ya baraka za Mungu katika maisha yako. Mungu anategemea utaomba, na yeye kazi yake ni kukupatia. Mungu analitegemea kanisa lenye nguvu sana,
kwa sababu ya Roho Mtakatifu, lakini kanisa limelala. Adui amekuja na roho za kudanganya nyingi, na wengi wamepotea badala ya kwenda mbinguni. Watu wanaenda kusali makanisani badala ya kuokolewa sasa na kupata nguvu ya Mungu, wanapokea mafundisho ya uongo. Kwa hiyo wanapotea mara 10, sio vile walivyopotea hata mara ya kwanza. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 na wa 10 anatuelezea kile ambacho Mungu anatarajia kwa sababu ya Roho Mtakatifu kwa ndani yako. Anasema, lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho alikuyaona wala sikio alikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Kila nikisoma mstari na uogopa. Mungu amekuandalia kitu kikubwa. Mungu anakutamani akutumie. Amua kujiachia jioni leo, na Mungu hakika atafunua zile hazina, atafunua kile ambacho amekificha kwa ajili ya maisha yako. Leo jioni tuna ibada ya meza ya Bwana. Natamani kupitia meza hii ya Bwana unakwenda kushiriki ile nguvu ya Roho wa Kristo ingie ndani mwako, ile neema ya mfariji, ile neema ya nguvu, ile neema ya baraka, neema ya mshauri, neema ya kuweza kumtangaza Kristo kupitia nguvu ya Roho uzima ambayo katikati yetu iingie kwenye maisha yako, na ndipo utakapomwona Mungu kwa namna ya tofauti sana katika jina la Yesu. Naomba tuweze kusimama. Tuimbe pamoja tenzi namba 100, tenzi namba 11. Ewe Roho wa mbinguni, ewe Roho wa mbinguni. Tenzi namba 11. Tenzi namba 11. Rabo sekerebosh. Ikarabosi anda raboshaba. Ekerebashi robosa babaria. Magorina rabosa kereba. Riga bagarina rabosh. Rago bagarina rabosa magarina rabosh. Ikarabosa babaria. Roma sekerebashi robosa. Riga bagarina rabosh. Riga bagarina rabosa. Ikarabosa babaria. Katika jina la Yesu. Rabo sakaria na rabo. Iwe sadaka ya Mwokozi yote, ya Mwokozi yote, moyo na iwe sadaka ya Mwokozi yote. Amen. Amen. Ninaomba viongozi wa kanisa waweze kuchukua na Dr. Potifa, naomba tuchukue meza ya Bwana tuende tuombe pamoja. Karibu sana, karibu sana. Karibu sana.
Ninaomba nifungue maandiko, kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari kuanzia wa 21. Subiri kidogo tafadhali. Naomba chukua nani? Lema. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 23. Maandiko yanasema, kwa maana mimi nilipokea kwa Bwana niliwapa nyinyi. Kwa kuwa Bwana Yesu siku ile aliyotolewa alitoa mkate, naye akisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na hivi baada ya kula akatoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mlapo mkate huu na kunywa kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa jina la Yesu. Asante kwa jioni ya leo. Asante kwa ajili ya ulinzi na wema wako. Tazama, jioni leo umetuwekea chakula mbele ya macho yetu. Tunakiinua katika mikono yako Bwana. Tunaomba mkate huu umetengenezwa na mikono na damu, ukapate kupokea moto na kubadilika kuwa damu, mwili wa Yesu kabisa. Yoyote anaendelea kushiriki, yule msaidizi ambaye ameidiwa na Baba akaendelee kujaa ndani mwake kwa wingi katika jina la Yesu. Baba, asante kwa ajili ya divai. Tunaibadilisha sasa kwa moto wa nguvu ya Mungu, kwa damu ya Yesu wa Nazareti, ikapate kuwa ni damu halisi ya Yesu Kristo. Anaenda kushiriki Baba agano lililotuahidi kwamba tutapokea nguvu ya Roho Mtakatifu likashuke kwa watu wako katika jina la Yesu. Amen. 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 Naomba upite mbele uweze kuchukua mkate pamoja na mwili na damu ya Yesu katika jina la Yesu. Naomba usubiri tafadhali, nitakupa maelekezo. Naomba twende pamoja na tuweze kuomba maombi yafuatayo. Naomba uombe kutoka ndani kabisa moyo wako. Usiombe kwa maneno, omba kutoka katika vilindi vya moyo wako. Hakikisha ile nguvu ya Roho Mtakatifu inatenda kazi kwa namna tofauti katika maisha yako. Omba kwa kumaanisha katika jina la Yesu. Sema, Baba, nimeshika mkononi mwangu mwili na damu ya Yesu. Ninaomba napoenda kushiriki, Bwana, nijazwe kwa upya nguvu ya Roho Mtakatifu. Nimesikia habari za Roho Mtakatifu, ninamtamani, natamani atende kazi ndani yangu. Bwana, kama kuna chochote nachohitaji katika maisha yangu kupitia ibada ya jioni leo, achilie moto wa Roho Mtakatifu ndani yangu, ukaue dhambi, ukaue maovu, ukaue chochote kibaya katika jina la Yesu. Sema, Baba, katika jina la Yesu,